Syria sasa imechoshwa na vitimbi vya Israel na washirika wake. Syria sasa inataka amani. Syria inadai iko tayari kwa ajili ya kurekebisha uhusiano na Israel ili tu waweze kupata amani kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na Israel dhidi ya maeneo yake bila sababu za msingi. Rais wa Syria Ahmad al-Sharaa yuko tayari kurekebisha uhusiano wake na Israel. Hii ni kwa mujibu wa miongoni mwa wabunge wa Republican ambao walitembelea Syria hivi karibuni, wakiambia Jerusalem Post. Al-Sharaa anasema yuko wazi kwa makubaliano ya Abraham ambayo yangewaweka katika hali nzuri na Israel, nchi zingine za Mashariki ya Kati na bila shaka Marekani. Syria lazima ibaki kuwa na umoja. Al-Sharaa aliwahi kuambia waandishi wa habari akisisitiza kwamba wanachokihitaji kwa sasa ni amani ya watu wote katika Syria. Hata hivyo, Al-Sharaa anasema anasikitishwa na kile kinachofanywa na serikali ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya taifa hilo bila kutoa sababu za msingi. Hata hivyo, wasiwasi wa Al-Sharaa ni kwamba nchi ya Syria ingegawanywa katika kanda. Hatutaki kuona hilo likitokea, alisema Al-Sharaa. Hata hivyo, alitaka kuona nchi yake inasalia kuwa na umoja, lakini pia alitaja kwamba uvamizi wa Israel katika miinuko ya Golan lazima ushughulikiwe na kusiwe na mashambulizi mengine ya mabomu nchini humo, na Israel inaamini kweli yuko tayari kwa mazungumzo. Hata hivyo, hadi wakati huu anataka mazungumzo licha ya kwamba hajui ni nini Israel imeamua kufanya mashambulizi katika maeneo ya nchi yake hadi karibia na ikulu yake. Kulikuwa na ishara huko Damascus zinazosema ifanye Syria kuwa ya ukuu tena. Watu wa Syria wanastaajabia sana, anasema kiongozi huyo wa Syria Ahmad al-Sharaa. Kwa kweli nilihisi hamu ya kushiriki katika mazungumzo na uwezekano wa kujenga uhusiano na Marekani pamoja na Israel. Hawawezi kuendelea kuishambulia Syria. Hawawezi wakaendelea kuua raia wasiokuwa na hatia. Hata hivyo, juu ya kujenga upya Syria kuna hitaji serikali thabiti. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba wakati huu Syria inahitaji kuwa na viongozi thabiti ambao hawayumbi na ambao wataweza kuwa na misimamo ambayo inaendana na watu wa Syria ili waweze kuijenga. Watu wa Syria watakuwa na maisha bora kuliko walivyokuwa hapo kabla, lakini inawezekana hasa baada ya kuijenga Syria mpya, lakini kukiwa na uongozi imara, uongozi thabiti, uongozi ambao utakuwa unasimama kidete kutetea maslahi ya watu wa Syria pamoja na taifa hilo. Ni miongoni mwa uchambuzi kupitia wachambuzi wa mambo wakieleza hilo. Si mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kile ambacho rais wa Syria Mohamed al-Sharaa anaeleza kwamba anachokihitaji wakati huu ni amani katika taifa hilo la Kiarabu ambalo lilikumbwa na machafuko katika siku za hivi karibuni na kusababisha kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bwana Bashar al-Assad ambaye amekimbilia huko Moscow nchini Urusi. Na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.